Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu wa man wala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, ama darasa yetu ya leo tutazungumzia mambo ambayo yenye kusuniwa kwa mwenye kufunga. Tukizingatia vipindi ambavyo vimepita nyuma, tulizungumzia kuhusu mambo yanayopelekea kusihi kwa saumu pamoja na nguzo za saumu na yenye kubatilisha saumu. Leo insha Allah tutazungumzia kuhusu swala zima la mambo ambayo yenye kusuniwa kwa mwenye kufunga. Wa yustahabu fi sawmi thalathat ashya, inasuniwa kwa mwenye kufunga mambo matatu. Ni mambo muhimu zaidi kuweza kuyafanya kwa yule mwenye kufunga, atapata thawabu nyingi ndani yake. Jambo la kwanza, ta'jilul fitr, kufanya haraka kuftari ni katika jambo ambalo linasuniwa. Na kwa kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa na Imam Bukhari katika hadithi ya 1856 na Imam Muslim katika hadithi ya 1098, hadithi ya Sahal bin Sa'di al-Sa'di radhiyallahu anhu. Bwana Sahal bin Sa'di Sa'di radhiyallahu mwendee amesema, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mjumbe wa Allah rehema na amani zimshikie juu lake amesema, la yazalu an-nasu bi khairi ma ajala al-fitr, hawatoacha watu kuweza kupata khairi kwa muda ambao wamefanya haraka kufutari. Ni katika miongoni mwa hadithi ambayo inatujulisha kwamba ndani yake kuna khairi nyingi kwa mtu ambaye amefanya haraka kufutari, na muda wenyewe ni ule baada tu ya kuzama kwa jua. Ni muda ambao muda mwafaka sana kuweza kufutari, na ndani yake pamewekwa namna ya kufutariji, kwa sababu si kila kitu tu unawezekana kukitumia wakati wa kufutari. Kuna mambo ambayo yamewekwa, itakuwa ni sunna zaidi kuweza kuyatumilia mambo hayo kwa ajili ya kuweza kupata kile kilicholengwa. Wal afdal an yuftiru ala tamrati au qalil min al-ma'i, na jambo lilokuwa bora zaidi wakati wa kufutari ni kuweza kutumia tende au kutumia kozi za maji. Kuchukua maji ukapiga kozi zako 3 ni jambo ambalo linasuniwa, au kuchukua kokwa zako za tende 3 ni jambo ambalo linalosuniwa zaidi. Kwa hiyo kufanya haraka kufutari ni jambo ambalo linasuniwa, na kutumia tende ni jambo ambalo limesuniwa, lakini pia na kutumia maji ni jambo ambalo limesuniwa. Kwa hiyo unachukua tende zako 3, au kama umekosa tende zako 3 unachukua maji yako, au hata tende moja tu umekosa hapo, basi unachukua maji. Lakini hapa utaratibu wake kwa mwenye kutumia tende, yatakikana akishatumia tende apige mswaki ili kwamba yaweze kutoka au uweze kutoka ule utamu ambao uliokuwemo wa ile tende. Kwa sababu ukija kuna hukumu nyingine kisheria katika swala kwamba mtu ambaye ataswali hali ya kuwa kinywa chake kina utamu na akavuta yale matiali akameza, basi saumu yake itakuwa swala yake itakuwa imebatilika. Kwa hiyo atakikana sasa ukishatumia tende zako hizi 3
uweze kupiga mswaki alafu ndio uweze kuingia kwenye swala, jambo ambalo liko ni bora zaidi. Baada ya kushamaliza kutumia maji yake kidogo, basi thumma yusalli al-maghrib, alafu tena ndo atakikana aingie kuswali magharibi. Thumma yatanawalu ta'amu in aradahu, alafu tena ndo atakwenda kutumia chakula pindipo akitaka kwenda kutumia kile chakula, lakini tayari imeshatimiza ile sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana katika kufanya haraka kuftari, tena kwa kupitia tende au kwa kupitia maji, itakuwa ni vizuri zaidi kwa huyo mwenye kufunga. Na kwa kauli hii ni kauli ambayo imepokelewa na Imamu Ibn Hanbal katika mapokezi aliyo sahihi kwamba annahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika Mtume wa Allah rehma na amani zimshikie juu lake, kana idha kana saima lam yusalli hatta yu'tum bi rutbin au ma, ilikuwa wakati anapofunga ilikuwa haingii kwenye swala mpaka pale inaposogezwa kwake tende au kwa kutumia maji. Akishamaliza kuftari ndio ndipo alikuwa anaingia kwenye swala. Na ndio bana ikapatikana sunna ya kabla ya magharibi kwa zile siku ambazo zilizokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Na sunna ile imepatikana kwa kupitia kipengele hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani ilikuwa haingii kwenye swala mpaka aweze kupata chochote, halafu ndio ndipo alikuwa anaingia. Sasa muda ule ambao alikuwa akitumia kwa ajili ya iftari, basi ndio ukawa ni sunna kuweza kuswali katika siku nyingine kwa nafasi ile. Kwa hiyo tutakuta kwamba tunapata mafunzo makubwa katika kufanya kitendo hiki Mtume sallallahu cha kuftari kabla ya kuingia kwenye swala. Ingawa tulio wengi zaidi sunna hii tunaikosa, ikisomwa adhana maghribi kwa cha mwanzo tunakimbilia kuswali bila kutekeleza sunna hii ambayo ni muhimu sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitilia mkazo na kuonekana hasa kwamba amefanya jambo hilo la kufuturu, halafu ndo ndipo akaingia katika ibada ya swala. Basi halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ndipo tena alikuwa anakwenda kula na kunywa. Na zama ilikuwa wa idha kana fi shita'i lam yusalli hatta ta'atihi bitamrin au ma'i, na inapokuwa katika kipindi cha joto kali, basi Mtume sallallahu alikuwa kwanza haingii kwenye swala mpaka analetewa tende ile iliyokuwa mbichi ile, halafu au akiletewa maji, halafu ndipo akisha anaingia katika ibada zima ya swala ya magharibi. Kwa hiyo mafundisho haya Mtume sallallahu yanatutaka hata na sisi kwamba kabla kuingia katika swala ya magharibi ni sunna kuweza kwanza kufanya haraka kuftari kwa kutumia tende au kwa kutumia maji, halafu ndio ndipo tuingie katika ibada ya magharibi. Halafu baadaye tukitoka magharibi ndio ndipo tukatumie vyakula. Si vizuri sana, ingawa watu wengi wanatumia fursa hii ya umefunga lakini unatafuta maji baridi pengine yameganda kabisa, au unatafuta juisi ambayo imeganda kabisa, ndio jambo la mwanzo ambalo unalolitumilia. Si vizuri kiafya, kwa sababu inakwenda kuwa figo, inakwenda kuwa figo. Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana kuweza kutumia maji baridi ambayo yameganda wakati ulikuwa umefunga. Ni kuweza kutumia maji ya wastani ambayo yako kwenye ubaridi mkubwa. Hiyo itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu wala tulku bi aidikum ila dahaluka. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anatuambia kwamba tusijiingize katika maangamizi kwa kupitia mikono yetu. Kwa hiyo tuchungwe sana utaratibu wa Mtume sallallahu ambao ametuelekeza, itakuwa ni vizuri zaidi na tutaswili. Vile vile katika miongoni mwa sunna za mfungaji wa ta'khiru suhur, kuchelewesha kula daku. Kuchelewesha kula daku ni katika miongoni mwa sunna za mfungaji. Na kuchelewesha kula daku kwenyewe ni kuvuta muda, ili ukichelewa kula daku, hekima yenyewe iliyokuwepo, unapata nguvu nzuri zaidi ya kuweza kujaikabili somo siku ya pili na kufanya kazi zako za kawaida za kutafuta maisha. Ndio maana kuja hekima kwamba kuchelewesha mtu kula daku
ni ubora zaidi. Lakini usicheleweshe kula daku mpaka muda ambao umekusha kuteketea, pengine umeambiwa funga ya leo au daku ya leo mwisho itakuwa ni saa 11 kasoro dakika 5. Ukasema ile 11 kasoro dakika 5, hapa ndio unakomoa. Unasogeza kila kitu chako. Unasogeza chakula kilichokuwa kinakiuka utaratibu. Inakuwa sio vizuri. Kwa sababu kwa muda ambao umekula ni muda hafifu, kwa hiyo hatakikana kula chakula mpaka tena ukawa huwezi chochote. Hata sehemu ya maji ikawa hamna, sehemu ya pumzi hamna, kwa sababu nakomoa na kula kwa sababu naingia kwenye funga. Pana utaratibu maalum ambao unatakikana kula daku hii ambayo ya kuchelewa. Lakini ni sunna kufanya utaratibu wa kuchelewa kula daku. Unawezekana ukala daku saa 8, saa 9, saa 10 unakula daku, lakini kwa utaratibu maalum. Kila saa ina utaratibu wa chakula chake. Pengine saa 6 unaweza ukala chakula kilichokuwa kikubwa, saa 7, saa 8. Saa 9 ukaanza kushusha chakula ambacho sicho kile kikubwa, kwa sababu ya muda wenyewe ambao unakuwa sio mzuri, unaendelea kwenye asubuhi. Kwa hiyo kufanya taakhiru suhur, kufanya kuchelewa kula daku ni katika jambo ambalo linasuniwa, na pia lina masnadi kwa kupitia hadithi ya Imam Bukhari, lakini pia katika hadithi ya Imam Ahmad kwamba anahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi alisema la tazulu ummati bi khairi ma ajalul fitri wa ta'khiru suhur, kwamba hautoacha umati wangu kuweza kupata khairi kwa muda ambao wamefanya haraka kufutari, lakini pia na kwa muda ambao wamefanya kujichelewesha katika kula kwao daku, kwamba wao wataendelea kupata khairi kwa muda ambao waliofanya hivyo. Na katika miongoni mwa hadithi ambayo imepokelewa Imam Ahmad, lakini vile vile na Imam Hanbal imepokea katika hadithi, akasema in ta'khiru suhuri min sunanil mursalin, akasema hakika hiyo kuchelewa kula daku ni katika miongoni mwa sunna za mitume. Kwa hiyo mitume wamekula daku kwa kuchelewa. Kwa hiyo tukichukua fursa hii kuitumia, nitakuwa vile laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba tutakuwa tumeshapata kigezo kizuri sana kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zima la kuweza kuchelewa kula daku, kwa sababu hata mitume kabla yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wameshatangulia wamekula daku kwa kuchelewa. Na ndio maana aya kule nyuma ikasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba kuna tayari umati mwingine umeshatangulia umeshafunga. Na kama hivi tunavyoona katika hadithi hii kwamba kuchelewa kula daku ni katika miongoni mwa sunna za mitume ambao waliopita kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile impokelewa hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu umwendee mtu nabaki anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mjumbe wa Allah rehema na amani zimshikie juu lake amesema, inna ma'shara al-anbiya'i amarna an ta'khiru suhurina, hakika kongamano la mitume wametuamrisha kwetu sisi kula daku, wa ta'jilu ta'khiru suhuri, kula daku kwa kuchelewesha au kwa kuchelewesha kula daku, wa ta'jilu al-fitr, na kufanya haraka katika kufuturu kwetu. Na hii ni katika jambo lililokuja ambalo lina mashiko kabisa. Na kama usanifu alivyosema, wa yakunu ta'akhiru bihaythu yantahi min at-ta'ami wa shurbi qabla tulu'i al-fajr bikalil. Na hii sunna ambayo imekuja katika kuchelewesha daku iwe ni kiasi ya kuwa kwamba ule muda unakomea katika kumalizika ule usiku na kuingia ile alfajiri yenyewe. Huu ni katika muda ambao unatakikana kuweza kula daku. Na vile vile imepokelewa hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, radhiallahu mwendee, anasema ana nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume rehema na amani zimshikie juu lake, wa Zaid bin Thabit, na Zaid bin Thabit
tasaharu, walikula daku. Falamma faragha min as-suhurihima, nazama walipomaliza kula daku yao, kama nabii sallallahu alaihi wasallam, alisimama mtume rehema na amani zimshikie yake, ila salati, akaenda kwenye kuswali. Fasalli, akaswali mtume sallallahu alaihi wasallam. Qulna, tukasema sisi Anas, kumuuliza Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi salati. Tulisema sisi kumuuliza huyu Anas, je, ilikuwa ni kwa muda gani kiasi ambacho muda wao waliacha kula, muda ambao wamefanya kula daku na kuweza kufanya utaratibu wa kuingia kwenye swala, ulikuwa ni kiasi ya muda gani? Basi Anas bin Malik akasema katika muda huo, qala, akasema Anas, qadar ma yakra'u ar-rajulu 50 ayat, ni kiasi ya kusoma mtu aya 50 za ndani ya Qur'ani. Ndio muda wenyewe ambao tulichukua kwamba kwa kupitia hadithi hii kwamba Mtume swalla walikula daku na kuingia muda wa swala ya asubuhi ulichukua kiasi ya mtu kusoma aya 50. Inamaanisha wazi kwamba aya 50 tukiziangalia sana zinawezekana zikachukua dakika 15 au zimeenda mno kwa kuchelewa ni nusu saa. Kwa hiyo tunakuta kwamba hata wale ambao wanapangilia kwamba labda muda wa kula daku utakuwa ni saa 11 kamili, bimaana mbele kuna dakika 20 za kuingia kwa swala ya asubuhi. Na ndio ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam walitumia muda huo wa kula daku. Lakini daku yenyewe hii tuielewe, si ile daku ambayo tumezoea ya kukushanya kila kitu tunakula. Tumekushanya maembe, tumekushanya ndizi, tumekushanya wali mzuri. Sio hiyo. Ni ile daku ambayo ilikuwa nyepesi. Kwa hadithi ninazozungumzia kwamba daku hii ilikuwa ni daku ya kopo la maziwa pamoja na tende. Sasa tutofautishe daku yenyewe ya kula katika muda huu. Ndio niliposema mwanzo kwamba hizi daku zina muda wake. Kunawezekana ukatumia ile chakula kizito kwa muda ambao bado muda hauja endelea kumalizika. Lakini ukiwa muda umebakia kidogo, hata maji yanatosha kuwa ni daku, tende inatosha kuwa ni daku. Kwa hiyo tutumie fursa hii ya kuangalia daku iliyozungumzwa hapa ya kuchelewesha ni daku ya aina gani. Ni ile daku ambayo tumezoea sisi au ni ile daku ambayo imetajwa kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni katika jambo kubwa ambalo la kuzingatia ni namna ya kuweza kula daku, ni muda gani. Kwa vile imesuniwa kuchelewesha, tuangalie ni muda gani ambao inapasa kuangalia. Lakini jambo jingine la tatu ambalo linasuniwa kwa mwenye kufunga, wa tarkul hujuri min alkalami, kuweza kuacha maneno machafu katika mazungumzo yake mtu, bimaana asitumie maneno machafu wakati amefunga. Atumie kauli nzuri, kwa sababu watu wakati wako kwenye funga, katika mwezi huu tuko kwenye mafunzo. Kwa hiyo kile ambacho tunakipata katika mafunzo haya tuweze kukitumia katika ndani ya mwezi huu. Lakini baadaye tukishamaliza kuingia katika mafunzo tuweze kuja kutumia sasa nje ya mwezi huu, ili kwamba hapo tuonekane tumesha fata ule wasia wa kwamba hii funga imeletwa katika lengo la kumfikisha mtu kunako ucha Mungu. Kwa hiyo vigezo vyote ambavyo utakavyovipata katika mwezi huu yapasa uje kuvitumia sasa katika miezi 11 ambayo itakayo kuja mbele. Hiyo ndo taratibu. Kwa hiyo ukiwa umefunga, uepukane na kusema maneno machafu, uepukane na matusi, uepukane na kila ambacho kitapelekea kuweza kuiondoa saumu yako. Na aliposema msanifu kwamba wa tarkul hujuri min alqalami, maana yake alqalamul fuhshu wal batil kashutumin
wal ghiyabatun wa nahau dhalika. Maneno yenyewe machafu ikiwemo swala zima la kuzungumza maneno yasiyokuwa na maana na maneno yalikuwa batili, na maneno ya singizia uongo, kutukana, lakini na kusengenya nayo ni jambo ambalo linatakikana kwa mwenye kufunga kuweza kulibeba ili aweze kupata suna ya kufunga kwake. Na tamko hili limekatazwa kwa kupitia hadithi ya Imam Bukhari katika hadithi ya 1804. Ana Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu Allah mwendee amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah rehema na amani zimshikie juu lake, man lam yad'u qawla zur wala amalu bih, yoyote yule ambaye hakuacha maneno machafu na vitendo vichafu, falaisa Allah hajatihi fi an yad'u ta'amuhu wa sharabahu, Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atakuwa hana haja naye kwa sababu tu ya kwamba ameacha chakula chake na ameacha kinywaji chake. Kwa hiyo mtu ambaye anakaa mchana kutwa anajifanya amefunga, huku anasengenya, huku anasema maneno machafu, huku anazusha maneno ambayo hayana msingi, basi mtu huyo atakuwa somo yake amefisidi na anakaa hali ya kuwa hakuwa na jambo lolote kwake. Na kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ruba sa'im, huenda mwenye kufunga, laisa lahum min siyam, asipate kitu katika funga yake, illa ju'i wal atash, isipokuwa kiu na njaa. Watu ambao wanapata jambo hili ni wale wasengenyaji, ni wale wazushaji, ni wale ambao wanaofanya vitendo vibaya. Inawezekana ukaona kwamba mimi sijazungumza kitendo kibaya, lakini je, hujafanya kitendo kibaya? Mfano umenyopora, hiyo katika vitendo vibaya, mbali ya kusema, ina maana ni katika mambo ambayo yanapelekea kwake kutokusihi kwa funga yake mtu, lakini pia atakuwa ameacha sunna ambayo inatakikana kwa mwenye kufunga katika mchana wa Ramadhani, kujizuilia kusema maneno machafu pamoja na kufanya vile vitendo ambavyo haviridhishi. Sasa hivi tulo wengi tumekumbwa na mambo ya misimu ya kiulimwengu. Inawezekana mtu mchana wa kutwa wote mzima asithubutishe hata muda mmoja kuweza kusema kwamba ninachukua juzuu au msahafu kuweza kusoma angalau japo aya 10. Yeye kikubwa unakuja kumkuta kwenye maskani amelala, anapiga stori za kipuuzi, anacheza keram, anacheza bao au karata, bila kuzingatia kwamba yuko katika kipindi gani na yeye anatakikana awe vipi. Hatujielewi. Sasa kwa kweli tunapata makosa makubwa, lakini pia tunakosa fursa ambayo tunawezekana tukajutia baadaye, kiasi ambacho kwamba fursa hii imekuja mwaka kwa mara moja. Lazima tuiogelee. Tunaambiwa mtu anafanya jambo la sunna analipwa memo ya fardhi, anafanya jambo la fardhi analipwa karibu ya fardhi 70. Lakini leo tunapoteza muda huu, hatujikiti katika kusoma Qur'ani, hatuendi madarasani, kila mmoja yeye yupo tu anaishi vile ambavyo anavyoona yeye aishi. Kwa hiyo tusipoteze muda huu na tujue kwamba kipindi hiki ni kipindi kidogo kabisa, kama kilivyotajwa ayyama maaduda, ni masiku ambayo yenye kuhesabika. Kwa hiyo katika haya masiku ambayo yenye kuhesabika, ni wajibu wetu sasa kuweza kuyafanyia kazi na kujitahidi katika kuyatekeleza kama sheria ambavyo ilivyokuja. Tusiyaache kabisa masiku haya, na tujue kwamba sisi ni binadamu, tumeumba, kuna uhai, kuna mauti, kuna uzima, kuna ugonjwa. Unaweza ukawa hai, lakini kwa kupitia sasa Allah ameshakukumbuka ni mgonjwa, huwezi kufunga kwa mwaka mwingine, unakuwa umeshapoteza fursa. Au Allah ameshakufutari kile kipindi chote ambacho mwaka mzima hutekeleza ule wajibu, umefanya ufisadi, tamaki yake kwamba kipindi umekipoteza bure kabisa,
na halafu hukuwahi mwaka mwingine. Tujue kwamba mimi na wewe leo tuko hai, tunatumia neema ya uhai, lakini sote fakulluhum rahainul fanai, kwamba watu wote, wanadamu wote, kwamba wamepangiwa namba, wanasubiri kufa. Hatujui kwenye pazia nani wa mwanzo nani wa mwisho. Inawezekana mwakani tusiwahi katika mwaka huu, ukawa ndo mwaka wetu wa mwisho, mwakani tusiwahi funga. Kwa hiyo tujitahidini katika kipindi hiki kutekeleza yale yote ambayo tuliamrishwa na kuweza kuacha yote ambayo tuliyokatazwa. Inshallah tukutane katika vipindi vingine vijavyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, unaweza kulike, kucomment, kushare na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata burudani, vipaji na habari mbalimbali kutoka kwetu.